Waziri wa Katiba na Sheria Zanzibar, Harun Suleiman, amesema Mahakama Kuu na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu zinahusika kujenga umoja, kusimamia kutoa haki kwa mujibu wa sheria, na kwamba mradi wa mafunzo wa mradi wa kulinda utawala wa sheria, upatikanaji haki na uwajibikaji nchini unakwenda kuthibitisha dhamira endelevu ya utoaji haki na uwajibikaji nchini. Ripoti za IOTV hapa Zanzibar, mimi ni Tusetizday. Mwanasheria Mkuu, mahakama na sote tunahusika. Tubili timu ambayo jambo hili tunaweza tukalisimamia vizuri. Kwa sababu nyinyi hampotezi wakati, mnafanya jambo la maana. Kama kuna watu wanaona mnapoteza wakati na pengine mnachunguza wao kwa kutetea mabaya, hao wamekosea. Na mahakama inapotoa maamuzi, inatoa maamuzi kwa mujibu wa sheria. Wao wanafuata sheria, wanatafsiri sheria tu. Kwa sababu kile kitu kipo tayari. Kosa hili adhabu yake ni hili, kosa hili adhabu yake ni hili. Kwa hivyo wanachofanya wao ni kutafsiri sheria. Lakini sasa pengine kunatoka baadhi ya maamuzi, wengine yanatoka maamuzi mnakuwa hamkuridhika. Si sababu wamekosea, lakini wewe mwenyewe pengine understand yako na hujaridhika tu basi. Kwa hivyo ni kufuata utaratibu mzuri wa kulifuata jambo hili ili tusilete migongano isiyokuwa lazima. Tutafanya coordination na tunakwenda katika mambo kwa mujibu wa utaratibu. Kwa hivyo tukio hili la leo halihusiani tu na uzinduzi wa mradi huu, bali ni uthibitisho wa dhamira endelevu ya serikali ya Zanzibar ya kuimarisha misingi ya haki, kuhimiza ushiriki wa wananchi na kudumisha uwajibikaji wa taasisi za umma. Nadhani hilo ndio ambalo nimelisema. Mradi huu unakuja katika kipindi mwafaka ambapo taifa letu linaendelea kutekeleza mageuzi muhimu ya kisheria chini ya mwongozo wa dira ya maendeleo ya Zanzibar 2050 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano 21-26. Kwa muktadha huo, taasisi hii inajitokeza kama ni jukwaa la kimkakati unalounganisha serikali, asasi za kiraia na vyama vya kitaaluma katika juhudi za pamoja za kuimarisha utawala wa sheria. Masuala ya uwajibikaji kwenye masuala ya haki na utawala wa sheria ni mchakato ambao unategemeana sana. Ni kama mnyororo unavyotegemea kila kiungo cha mnyororo. Ni sawa na mwili wa binadamu. Mkono na kazi yake, mguu na kazi yake, ulimi na kazi yake. Kwa hiyo mnyororo wa haki unahitaji wadau wote. Unahitaji wadau kwanza ndani ya serikali. Mnyororo wa haki unahitaji watu wa serikali. Mnyororo ndani ya serikali uwe unasomana vizuri. Lakini nje, maana yake wadau wanaotoka nje ya serikali kama sisi asasi za kiraia, watetezi wa haki za binadamu, mawakili pamoja na mahakama, wote kwa pamoja tunatengeneza huo mnyororo. Kwa hiyo mradi wetu huu umejikita katika kuhakikisha huo mnyororo unazunguka mara kwa mara. Huo mnyororo unakuwa effective mara kwa mara. Na hatuwezi kumaliza masuala ya haki za binadamu, masuala ya utawala bora, masuala ya haki, kufikia haki, hasa kwa wananchi wa kule chini ambao uwezo wao ni mdogo, elimu yao ni ndogo, kama mashirikiano ya wadau wa haki hautakuwa umejengewa mazingira mazuri. Kwa hiyo sisi kubwa, pamoja na kwamba tumeshirikiana kwa muda mchache huu, tumeona kwamba ili tuweze kufika mbali, wanasema ili uweze kufika mbali lazima ushirikiane na wengine. Sisi mtandao wa watetezi wa haki za binadamu pamoja na washirika wenzetu ambao ni Zafela, chama cha mawakili wanawake Zanzibar, jumuiya ya mawakili wa Afrika Mashariki, pamoja na jumuiya ya umoja wa mawakili wa Afrika PALU, kwa pamoja tunatekeleza huu mradi ambao lengo lake ni kuhakikisha kwamba tunalinda haki za binadamu, lakini tunahakikisha kwamba upatikanaji wa haki unawafikia wadau wote katika ngazi ya kijamii mpaka ngazi ya kitaifa. Na tunafanya kazi kuhakikisha kwamba tunapata uzoefu kutoka kwa wenzetu ambao wamefanya kazi kwa kanda na wengine wanafanya kazi katika ngazi ya kitaifa, kuhakikisha kwamba tunajengeana uwezo na tuna uwezo wa kusimamia upatikanaji wa haki. Lakini kikubwa kuliko vitu vyote, tunafanya kazi kwa ukaribu na vyombo vya serikali na taasisi zake ili kuhakikisha yale yote ambayo tunatamani tufanikiwe yanakuwa ni mepesi na yanafanikiwa katika lengo ambalo tumetakiwa kulifanya.